katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Ufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu ambalo lina kichwa kinachosema tatizo ni nini katika uchumi wangu, na tumekwisha kuangalia mambo kadhaa. Kama hujafanikiwa kusikiliza vipindi vitatu vilivyopita, na kushauri uweze kufanya namna hiyo. Ni vipindi vya muhimu mno, vinaweka msingi mzuri mno, na kwa maana hiyo vitakupeleka katika uwanda mwingine, vitajibu maswali yako, shida ilipo ni wapi. Lakini kama ungependa kupata mafundisho yao kwa njia ya YouTube, tunapatikana katika YouTube kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale subscribe, pia usisahau kushare pamoja na kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho yao kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika Google Podcast, Apple Podcast na Spotify, nako pia kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Na kama ungependa kupata mafundisho yao kwa njia ya WhatsApp ama Telegram, kuna grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 0789500242 0789500242, nawe utaunganishwa. Nitoe shukrani za dhati kwako ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Umekuwa ukifuatilia kila siku, umekuwa ukihamasisha na wengine na waweze kufuatilia, lakini zaidi ya yote umekuwa ukishirikisha kile ambacho umejifunza. Nasema asante sana. Na kama unajiunga kwa mara ya kwanza ama kusikiliza kwa mara ya kwanza vipindi vya neema na kweli, basi nikupe hongera kwa kuweza kusikiliza na nikukaribishe na nikwambie kwamba karibu katika mafundisho ya Kristo. Lakini nikupe angalizo dogo tu kwamba mafundisho ya Kristo ni tofauti sana na mafundisho ambayo umeweza kuyasikia. Mafundisho ya Kristo yamejikita katika kumwezesha Mkristo, mtu aliyezaliwa mara ya pili, aweze kuishi kwa imani ndani ya ufalme wa Mungu, kwa kuwa yeye sasa ana uhusiano na Mungu kupitia agano jipya, agano la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na kwa maana hiyo mengi tunazungumza tukimwangalia mtu aliyezaliwa mara ya pili ambaye yuko ndani ya agano jipya. Kuna mafundisho mengi sana yanazungumza na mtu aliyezaliwa mara ya pili, lakini bado anachukulia kana kwamba yuko katika agano la kale, na hivyo lazima kutakuwa kuna mgongano. Kwa hiyo mgongano unapokuja, hebu usizibe redio yako wala usitoke kwenye grupu. Nipe siku 3 mfululizo, Roho Mtakatifu atakuhudumia, na amini utaona kile ambacho Mungu alikusudia ukione kwa kupitia kazi yake kamilifu aliyofanya kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Nikushukuru wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu na kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli. Asante sana kwa maombi yako. Maombi yako yanaleta tofauti kubwa sana. Nikushukuru kwa vile ambavyo umekuwa ukisimama pamoja nasi katika maombi kila itwapo leo. Kumbuka tu unapofanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, simamia Waefeso mlango wa 1 mstari wa 17 hadi 23 na Wakolosai mlango wa 1 mstari wa 9 hadi ule wa 11. Na mwisho nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na kwamba kila mwezi kwa mapato yako na sadaka yako ya upendo unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Nasema asante sana kwa upendo wako, asante sana kwa uaminifu wako, asante sana kwa kujitoa na kujituma. Na kama unanisikiliza na umekuwa ukisikiliza walau umesikiliza zaidi ya mwezi mmoja mfululizo na haujafanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, swali langu ni moja tu kwako: kwa nini hujafanya maamuzi? Ingia kwenye maombi, muulize Bwana Yesu. Akikupa go ahead, akikuruhusu, basi fanya hayo maamuzi. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee na somo letu moja kwa moja. Kumbuka tunajiuliza tatizo ni nini katika uchumi wangu. Na kama ambavyo nimesema katika vipindi vilivyopita kwamba Wakristo wengi wamekuwa wana changamoto katika uchumi wao, na tukaangalia tafsiri ya neno uchumi katika dictionary ama katika kamusi ya Merriam-Webster. Anasema tukatoka kwamba ni utaratibu ama mchakato au mfumo wa upatikanaji ama utengenezaji na upatikanaji na kununua na kuuza wa bidhaa pamoja na huduma. Nikakwambia kwa sababu ya mazungumzo yetu tutasema basi kwamba uchumi ni mchakato au mfumo wa upatikanaji wa bidhaa pamoja na huduma. Na nikizungumzia neno upatikanaji nazungumzia ni pamoja na kuzalisha, kununua, kusambaza pamoja na kuuza, kusambaza, kuuza na kununua. Baada ya kusema hayo basi nikasema hivi
kwamba msingi wa uchumi wako unaweza ukawa ni Mungu na nguvu zake, au msingi wa uchumi wako unaweza ukawa ni wewe mwenyewe na nguvu zako mwenyewe. Tukaona pia kwamba msingi wa uchumi wangu unapokuwa ni Mungu pamoja na nguvu zake, hayo yanakuwa ni maisha ya baraka. Nitaishi chini ya baraka, na baraka ya Abrahamu itatenda kazi katika maisha yangu. Lakini kama msingi wa uchumi wangu inakuwa ni nguvu zangu mwenyewe, yani juhudi zangu mwenyewe na kutegemea nguvu zangu mwenyewe, basi hayo ni maisha yatakayokuwa chini ya laana. Tunapata hiyo katika Yeremia 17 mstari wa 5 hadi ule wa 7. Tuko sawa sawa. Sasa nikakueleza kwamba Mungu anaonyesha wazi kabisa kwamba utakapofanikiwa maisha yako ya kila siku, usije ukaseme moyoni mwako, Kumbukumbu la Torati 8:17, kwamba ni nguvu zangu na uwezo wangu ndio umenipatia haya yote nilionayo. Anasema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa kuwa yeye ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri ama kupata yote uliyopata. Na tukaona Mungu anasema kwamba utakapomwacha yeye na kuandamia miungu mingine, na tunafahamu pia nazungumziwa miungu ya fedha na dhahabu. Kuangalia kwenye ile Kutoka mlango wa 20 mstari wa 22 hadi wa 23, anasema ukaanza kuiabudu na kuitumikia hiyo miungu mingine, anasema utaangamia hakika. Na nikakwambia basi katika maisha ya Agano Jipya tunaishi kwa imani, na katika maisha ya Agano la Kale walikuwa wanaishi kwa kufuata amri 10. Ndio utaratibu ambao Mungu alikuwa ameuweka. Na nikakwambia neno linasema kwamba kwanza anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, Waebrania 11:6, na Warumi 14:23b inasema kila tendo lisilo la imani ni dhambi. Na tunafahamu basi mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo rafiki, kama maisha yako na maisha yangu mimi ya kila siku siyaishi kwa imani, then maana yake naishi katika dhambi. Sasa inawezekana kuna baadhi ya maeneo ninaishi kwa imani na kuna baadhi ya maeneo siishi kwa imani. Na ninaposikiliza mazungumzo ya Wakristo wengi, watu waliozaliwa mara ya pili, ni dhahiri inaonyesha asilimia kubwa hawaishi kwa imani inapokuja kwenye eneo zima la uchumi wao. Hawatumii imani kabisa, na kwa maana hiyo wanaishi katika dhambi katika hilo eneo la uchumi wao. Sasa tukaangalia Bwana Yesu anasema katika Mathayo 6:24 kwamba hakuna mtu anaweza kutumikia mabwana wawili. Anasema atampenda mmoja na kumchukia mwingine. Kwa hiyo nataka tuende pale tukaangalie, alafu tutaangalia mifano ya watu wawili, alafu mimi na wewe tutajifunza kupitia maisha yao, alafu tutaona je ni namna gani tunaweza tukarekebisha na maisha yetu yakaenda vizuri. Kwa hiyo Mathayo 6:24 anasema hivi: hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Sasa napenda kusoma kwenye Biblia ya tafsiri ya kusoma kwa urahisi, TKU. Yeye anasema hivi: hamwezi kuwatumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Mtamchukia mmoja na kumpenda yule mwingine, na mtakuwa waaminifu kwa mmoja na kumdharau yule mwingine. Hamwezi kumtumikia Mungu pamoja na pesa. Na tukaona Bwana Yesu anasema tafuteni kwanza, anasema okay, labda ngoja niongeze na hiyo. Tena tukaangalia kwenye Mathayo 6:31 hadi 33. Mathayo 6:31 hadi 33, alafu tuona kitu anachokisema. Anasema msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini. Kwa lugha nyingine hajasema usijishughulishe, ile amesema usifanye wasiwasi. Angalia TKU anavyosema, anasema huo mstari, anasema msijisumbue na kusema tutakula nini au tutakunywa nini au tutavaa nini. Msijisumbue. Biblia ya tafsiri ya Biblia Banjia anasema basi msiwe na wasiwasi. Tuko sawa sawa. Na anasema haya ndiyo mambo ambayo watu wasiomjua Mungu huyawazia daima. Hiyo ni TKU. Biblia Habari Njema anasema mstari anasema maana hayo yote yanahangaikiwa na watu wasiomjua Mungu. Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivyo, bali shughulikeni kwanza juu ya ufalme wake na matakwa yake, na hayo yote mtapewa. Anasema shughulikeni, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Kwa hiyo nikakwambia kipindi kilichopita kwamba huwezi ukawa unatafuta na unajishughulisha na mambo yako
kwanza, na wakati huo ukawa unashughulika na kujishughulisha na ufalme wa Mungu kwanza. Zingatia neno kwanza. Kwa lugha nyingine, haiwezekani ikawa ufalme wa Mungu ni kipaumbele chako na wakati huo mambo yako ya maisha yakawa ni kipaumbele. Lazima kimoja, unaweza kutumikia kitu kimoja tu. Kwa hiyo unaweza ukawa unatafuta ufalme wa Mungu kwanza, na kwa maana hiyo Bwana Yesu anasema automatically ufalme wa Mungu utakuhudumia, ama utaacha kutafuta ufalme wa Mungu kwanza ukaanza kujishughulisha na mambo yako na maisha yako, na hivyo ufalme wa Mungu ukashindwa kukuhudumia. Ndicho ambacho nilikuonyesha katika kipindi kilichopita. Kwa hiyo lazima ufanye maamuzi. Sasa ili kuliweka ili sawa, nataka tuende tukaangalie maisha ya watu wawili kwenye Biblia. Nataka tuangalie maisha ya Daudi, mfalme Daudi, jinsi alivyoenenda katika eneo hili, na tuangalie maisha ya yule kijana tajiri ambaye alikwenda kwa Bwana Yesu akiwa anataka uzima wa milele, anataka ufalme. Alafu tuone nini kilitokea na tuone tunajifunza nini ili tuweze kurekebisha uchumi wetu. Kwa moja nataka tuende kwenye Marko. Sasa wali mimi mstari najua unajua. Shida ni kwamba haupati ufunuo kwa sababu upendi kurudia kusoma. Kumbuka, Roho Mtakatifu ana uwezo wa kufundisha kitu kipya kila siku. Anaweza akatumia mstari mmoja akakufundisha vitu vipya kila siku milele yote. Tuna mtumishi anaitwa Billy Graham, alikuwa akihubiri Yohana 3:16 kwa miaka zaidi ya 60, na kila siku watu walikuwa wanakula ufunuo mpya. Kwa hiyo usije ukasema nimeshasikia tena kwenye kitu kingine. Haya, Marko 10, nitaanza mstari wa 17, tutaenda mpaka mstari ule wa 24-25. Anasema hivi: hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Kwa hiyo ndugu anataka kurithi uzima wa milele. Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Wazijua amri: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Akamwambia, mwalimu, haya yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, umepungukiwa neno moja. Nenda ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Tuchambue kwanza hicho tulichokisoma hapo. Kwa huyu ndugu ni tajiri, anakuja kwa Bwana Yesu, anasema, mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Alafu anasema, Bwana Yesu anamwambia, kwa nini kuniita mwema? Of course sitaki kupita sana huko. Anasema Mungu ndiye mwema peke yake. Meaning wewe umekuja kwangu mimi Yesu, unaniangalia kama binadamu, lakini umeshindwa kuelewa kwamba mimi ni Mungu katika mwili. Kwa ni address, zungumza na mimi kana kwamba unatambua kwamba mimi ni mwana wa Mungu, na kwa maana ni Mungu katika mwili. Usiishie tu kusema mwalimu kwamba mimi ni mtu mwema. No. Okay. Mstari wa 19, Bwana Yesu anamwambia, kama unataka kurithi uzima wa milele, anamuuliza, wazijua amri: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Kumbuka, huyu kijana anaishi katika Agano la Kale. Na Agano la Kale, maisha ya Agano la Kale, walikuwa wanahusiana na Mungu kupitia amri 10. Usisahau hilo. Katika Agano Jipya tunahusiana na Mungu kupitia imani. Tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Usisahau hilo. Kwa hiyo kijana anasema, akamwambia, mwalimu, haya yote nimeyashika tangu utoto wangu. Alafu Biblia inasema Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, umepungukiwa na neno moja. Enenda ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Kisha njoo unifuate. Meaning mambo matatu nataka tuiangalia haraka haraka. Nianze na hiyo pointi ya mwisho. Jambo la kwanza, Bwana Yesu anasema kwamba uzima wa milele uko kwangu. Uzima wa milele hauko kwenye wewe kutunza amri 10. Na kama wewe ni msomaji wa Biblia, utakumbuka katika Yohana 5 anawaambia Mafarisayo, mwachunguza maandiko mkidhania kwamba ndani yake mna uzima wa milele, na hayo maandiko yote yanazungumzia habari zangu mimi, na mnakataa kuja kwangu ili mpate uzima wa milele. Kwa hiyo uzima wa milele hauko kwenye kutunza amri 10. Uzima wa milele uko kwa Yesu. Ndicho ambacho kitu cha kwanza anamwonyesha ukijana. Jambo la pili ni hili. Na of course hilo kwenye jambo la kwanza kwamba uzima uko kwa Yesu, na kwa maana ili uweze kupata uzima kwa Yesu lazima imani yako iwe kwa Yesu. Jambo la pili ni kwamba anamuuliza, umezishika amri zote? Kijana anasema, nimeshika amri zote tangu utoto wangu. Okay. Bwana Yesu anaamua kumjaribu kwa vitendo kwenye amri ya kwanza. Kumbuka alisema hakuna mtu anaweza kutumikia bwana wawili. Hauwezi kumtumikia Mungu na mali, ama Mungu na pesa. Na huyu kijana ana mali.
Na kwa maana hiyo kwamba Bwana Yesu anachosema nini? Mali ama pesa inaweza ikachukua nafasi ya Mungu kwenye maisha ya mtu, na ikasababisha mtu akaanza kufukuzia, akawa anaandamia mali ama fedha, akawa anaandamia, akawa anaabudu na kutumikia fedha. Kwa huu kijana anajaribiwa kwenye amri ya kwanza. Anaambia kauze vitu vyako vyote ulivyo navyo, gawia masikini, kisha njoo unifuate. Kwa hiyo kijana anajaribiwa kwenye amri ya kwanza, anashindwa. Na Wakristo wengi sana tungewajaribu kwenye amri ya kwanza, wanashindwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu tegemeo lao haliko kwa Mungu ambaye anatoa fedha na mali na utajiri. Tegemeo lao liko katika fedha na mali ambazo wamepewa na Mungu. Kwa hiyo badala ya kumwabudu muumbaji, wanaabudu kilichoumbwa. Badala ya kumtegemea muumbaji, wanategemea kilichoumbwa. Na ndio ilikuwa shida ya huyu kijana. Kwa hiyo ina maana si kweli kwamba alikuwa anatuza hizo amri. Lakini jambo la tatu ambalo la muhimu kabisa ambalo Mwenyezi Mungu anatuonyesha hapa, kumbuka kijana alivyoambiwa kauze mali, gawia maskini, kisha njoo unifuate, anasema lakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Sasa kabla ya kumwambia akauze, Bwana Yesu alimwangalia akampenda. Maana yake nini? Kijana nia yake ni njema, na inaonekana kweli ana shauku ya kutaka kumjua Mungu, na kweli ana shauku ya kupata uzima wa milele, na ana shauku ya kuwa na uhusiano na Mungu. Lakini Bwana Yesu anavyomwangalia, anaona kabisa kwamba huyu kijana anaabudu sanamu, anaabudu mali, anaabudu fedha. Na kwa maana huyu kijana ni mtumwa wa fedha, ni mtumwa wa mali. Kwa hiyo Yesu anampenda, anavyomwambia nenda kauze kila kitu, ugawie maskini, kisha uje unifuate. Anajaribu kumweka huyu kijana huru. Kijana inamkwaza kwa sababu Biblia inasema alikuwa na mali nyingi. Na kwa maana hiyo inakuonyesha kitu kimoja, kwamba moyo wa huyu kijana haukuwa ukimtegemea Mungu. Moyo wa huyu kijana ulikuwa ukitegemea mali alizonazo. Sasa unaweza ukasikia story ukasema huyo ni huyo kijana, lakini mimi mwalimu niko super kabisa, kwa sababu tu wewe ni mwalimu wa shule ya msingi, wewe ni mwalimu wa sekondari, wewe ni nesi, wewe ni daktari, wewe ni polisi, wewe ni hakimu, wewe ni jaji, wewe ni mfanyabiashara. Sema mimi sina mali nyingi namna hiyo, kwa sina hilo tatizo. Twende taratibu. Moyo wako uko wapi? Tegemeo lako liko wapi? Liko kwa Mungu ama liko kwa fedha? Okay. Twende taratibu. Nikuulize swali hili. Leo hii Mungu angekuambia mshahara wako wote wa mwezi unataka uutoe kwenye kazi yangu, uutoe kwa ajili ya ufalme wangu kusonga mbele, je, ungethubutu kutoa? Ama swali la kwanza ambalo ungeuliza ni nitakula nini, nitaishije? Si wewe unanisikiza, nataka ufumbe macho yako hapo ulipo, alafu ujiulize, je, kipato changu cha mwezi mzima, cha mwezi huu, nina uwezo wa kukitoa chote? Kama hauwezi, unaanza kuwa na wasiwasi, utakula nini, utakunywa nini, utavaa nini. Ni uthibitisho moja, hujamjua Mungu, na mbili, tegemeo lako haliko kwa Mungu. Moyo wako hauko kwa Mungu, moyo wako uko kwenye fedha na vitu, na kwa maana yuko kwenye ibada ya sanamu. Na kwa maana hiyo Mungu anasema utaangamia hakika. Sio mimi nakulaani, naelezea kile tulichokisoma. Maana inasema mwalimu na laani. No. Na kuelezea alichokisema. Anasema kama tegemeo lako sio kwangu mimi Mungu, kama imani yako haiko kwangu mimi, tegemeo lako liko kwenye vitu vingine, miungu mingine, fedha na dhahabu, anasema utaangamia hakika. Kwa nini? Kwa sababu umechagua kuishi maisha ya chini ya laana na sio maisha ya chini ya baraka. Kumbuka, kila tendo lisilo la imani ni dhambi. Kwa hiyo kwa kuwa imani yako haiko kwa Mungu, iko katika vitu, unategemea vitu, maana yake uko nje ya imani, na kwa maana hiyo mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo sio kwamba mtu anakulaani na kuonyesha system inavyofanya kazi. Kwa hiyo niende mbali zaidi. Wewe uliye labda mfanyabiashara ama whatever, wewe ambaye una akiba benki, nikuulize swali tu, maana nataka tujipime. Mungu angekuambia leo hii kafunge akaunti yako, chukua kila senti iliyoko katika akaunti yako, njoo gawia maskini ama peleka kwenye kazi yangu, je, utathubutu kufunga hiyo akaunti na kwenda kugawia maskini? Je, utathubutu kufunga hiyo akaunti na kupeleka hela katika injili?
ama utapata kigugumizi, ama utapata shida. Utasema nitakula nini, nitakunywa nini, nitavaa nini, nitalipa ada za watoto na nini, nitalipa kodi ya nyumba na nini. Ukishaona hayo maswali yananyenyuka, maana yake ni kwamba moyo wako una shida, kwamba badala ya moyo wako kuwa kwa Mungu, moyo wako uko kwenye vitu. Bwana Yesu alisema hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Inaanza kuja rafiki. Kwa hiyo na kuhakikishia, labda saa nyingine labda watu wenye hela nyingi zaidi wanaweza wakathubutu zaidi kumwamini Mungu kuliko watu wenye hela kidogo. Kwa hiyo mpaka mimi na wewe rafiki tutakapofika mahali tuwe tuko huru kutoka katika kutegemea fedha na mali, bado mioyo yetu haiko sehemu sahihi. Bado itakuwa tuko chini ya laana. Bado tunaishi kwa kutegemea nguvu zetu wenyewe, na hivyo tunategemea fedha badala ya kuishi kwa kutegemea nguvu za Mungu na hivyo kutegemea ufalme wake. Inaanza kuja rafiki. Hiyo ndio testi ambayo, ndio maana labda niende mbele. Ndio maana Mungu akasema okay, ili basi maisha yaweze kwenda, kila mtu atakapopata kipato nataka atoe fungu la 10, 10% ni ya kwangu. Mungu ndio amesema hivyo. Na Abrahamu alianza kutoa fungu la 10 kabla Torati, sheria ijaja. Kwa hiyo sio kaniletea hadithi ya kwamba hiyo ni Torati ni sheria. No, fungu la 10 liko kabla Torati haijaja. Miaka 430 kabla ya Torati kuja, tayari Abrahamu alikuwa anatoa fungu la 10. Na tunafahamu Abrahamu alikuwa amebarikiwa sana, alikuwa amestawi sana, alikuwa na kila kitu. Isaka mwanae hivyo hivyo, Yakobo mwanae hivyo hivyo, mjukuu na kadhalika na kadhalika. Sasa kama unapata shida kutoa fungu la 10, na fungu la 10 alisema unalitoa kuonyesha mambo kadhaa, lakini walau mambo mawili makubwa ama matatu. Moja, unatoa fungu la 10 kuonyesha kwamba unatambua kwamba Mungu ndiye chanzo cha ustawi wako na mafanikio yako na uchumi wako, kwamba Mungu ndio msingi wako. Na 2, unatoa fungu la 10 kuonyesha kwamba unamcha Bwana. Na 3, unatoa fungu la 10 kuonyesha kwamba unamheshimu Bwana. Na of course 4, unatoa fungu la 10 kwa sababu unampenda Bwana. Hayo ndo mambo ambayo yalitakiwa ya kuchochee wewe kutoa fungu la 10, ukubaliana na hayo maelekezo. Sababu kwamba hautaki kutoa fungu la 10 ama kutoa matoleo mengine yoyote kwa Mungu, inaonyesha kwamba unaamini ndani ya moyo wako kwamba Mungu sio chanzo cha uchumi wako, Mungu sio msingi wa uchumi wako, na kwa maana hiyo hutaki kutegemea nguvu za Mungu. Unaona kwamba ni nguvu zako wewe mwenyewe na juhudi zako wewe mwenyewe ndo zimeweza kukupa hiyo kazi ulionayo, zimekupa hiyo biashara ulionayo, zimekupatia hiyo fedha ulionayo. Na kwa maana hiyo Mungu anaposema kwamba kiasi hichi ni cha kwangu, unasema Mungu wewe hauna uhalali, maana yake hujanisaidia kupata hivi vitu, ni mimi mwenyewe nimevipata. Kwa lugha nyingine anasema Mungu sikutambui wewe kama muumba wangu. Wewe sio muumba wangu. Sijui aliyeniumba lakini sio wewe. Kwa hiyo huwezi ukaja ukasema kwamba hapa nikupe kiasi hichi. Kwa nini nikupe kiasi hichi wakati wewe Mungu hujashiriki katika kunisababisha mimi kukipata? Kwa nini Mungu uniambie nikupe 10% wakati wewe mwenyewe hujashiriki kunipatia? Kwa hiyo wewe Mungu ni mgumu, wewe Mungu ni dhulumat, maana yake unavuna mahali usipopanda. Unakuwa kama yule mtu wa talanta moja, alifukia talanta yake chini akasema na kujua wewe mgumu, unavuna mahali usipopanda. Kwa hiyo kama yule mtu alivyokuwa na hofu na akawa na choyo yenye wivu na akawa na uvivu wa imani, ndivyo na sisi leo watu Kristo wengi tulivyo. Hatutaki wala mtu yote atuambie kwenye habari ya kumtolea Mungu. Kwa sababu gani? Huyu Mungu hajanipa kitu. Huyu Mungu mwizi tu, anataka kuchukua 10% ya kwangu ya nini? Siko na nyana nikizungumza rafiki. Najua huisemi hivyo waziwazi, lakini kwenye moyo wako. Mungu anasema usiseme moyoni mwako, nguvu zangu ndio zimenipatia utajiri huu. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako kwa kuwa yeye ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Kwa hiyo ninavyoambia habari ya kutoa alafu nikakataa, maana yake nasema Mungu ni dhulumat, Mungu ni mwizi, hajachangia chochote, hajanipa chochote, hastahili kupata chochote. Mimi nimevuja jasho, nimefanya kazi yangu, alafu yeye anakuja kuchukua tu hivi na watu wake, the so called watumishi. Thubutu, sikupi chochote Mungu. Takupa shilingi 200 ama 500, usinisumbue hapa. Neno kitu gani? Achana na mimi. Alafu unashangaa kwa nini uchumi wako na maisha yako yanakuwa magumu. Unashangaa kwa nini magonjwa yanakuandama. Unashangaa kwa nini watoto matatizo. Sio kwa sababu umekataa kutoa, ni kwa sababu umekataa kumpa Mungu moyo wako. Umekataa kumwamini Mungu na maisha yako. Na Bwana Yesu alisema aliye mwaminifu katika lilo dogo huwa mwaminifu katika lilo kubwa. Na akasema lilo dogo ni kumwamini Mungu katika eneo la fedha. Wewe umeshindwa kumwamini rafiki. Kwa nini maisha yako yasiende vibaya? Kwa sababu umechagua kuishi chini ya laana badala ya kuchagua kuishi chini ya baraka. Mwananipata hapa rafiki ninachokizungumza? Unasema mwalimu leo umenyuka. Sijanyuka, na kueleza ukweli tu. Kwa hiyo nataka wewe mwenyewe ucheki.
Ukiambiwa leo utoe mshahara wako wote ugawie maskini, utathubutu? Ukiambiwa leo ufunge akaunti yako ugawie maskini, utathubutu? Kama unaona unapata shida, manake moyo wako una shida, haumtegemei Mungu, unategemea fedha na mali zako, na hiyo ni ibada ya sanamu na uko chini ya laana. Na mimi sitaki uwe chini ya laana, nataka uwe chini ya baraka. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema.